unapoponya wengine, usinipite. Unapoinua wengine, usinipite. Nisaidie Bwana, nakuomba. Usinipite Mwokozi, naja kwako. Unapoponya wengine, usinipite. Unapoinua wengine, usinipite. Nisaidie Bwana, nakuomba. Usinipite. Napenda kumshukuru Mungu kwa ajili yako ambaye muda huu umejiunganisha na madhabahu hii kwa ajili ya maombi. Na muamini Mungu kwamba ana mambo makubwa ameandaa kwa ajili yako, na wewe unachohitajika ni kumaanisha kabisa, ukijua kwamba Mungu aliye hai anasikia maombi na anajibu maombi. Na ninamwamini Mungu kabisa kwamba huu ni mwaka wako wa kupokea majibu dhahiri kutoka kwa Bwana. Hivyo tunapoomba, endelea na wewe kuzama kwa Bwana ukijua kabisa kwamba Mungu anasikia maombi na Mungu anajibu maombi watu wake wanapomuomba. Ninapenda uelewe kabisa kwamba nimekuwa nikiendelea kuomba kwa ajili yako kwa jinsi ambavyo umenishirikisha mahitaji yako mbalimbali. Lakini ningependa kwamba siku ya leo, kama nilivyoahidi, kukupatia somo maalum la muhimu sana la kukusaidia. Nilipokuwa nikiomba kwa ajili yako, niliweza kuona kwamba ninahitajika kukufundisha jinsi ya kusababisha majibu dhahiri katika maisha yako. Ni jambo la muhimu sana ili kulifahamu, ili liweze kukusaidia unapojiunganisha katika maombi. Usikae tu, utambue jukumu lako na kile unachoweza kufanya ili kusababisha majibu dhahiri katika maisha yako. Kusababisha majibu dhahiri katika maisha yako ndilo somo la msingi ambalo tunakwenda kulitazama kupitia kitabu cha Yohana mlango wa 11 mstari wa 38 hadi 43. Basi Yesu, hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Marta dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Napenda tuangalie mambo kadhaa katika ujumbe huu ya kutusaidia jinsi ya kusababisha muujiza wako. Jambo la kwanza ni kwamba unahitajika kutambua kwamba Yesu anaumizwa na tatizo lako kuliko wewe mwenyewe. Wakati mwingine unaweza ukafikiri kwamba unavyolia ni kama Mungu vile hakuoni, ni kama vile Mungu yuko mbali kiasi kwamba haoni hata mateso yako, haoni shida yako. Lakini napenda ufahamu kabisa kupitia mstari wa 38 ambao unasema, hali Yesu akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi. Kwa hiyo Yesu alikuwa anaugua nafsini mwake, na ndipo aliposogea kaburini ili aweze kufanya kitu. Na napenda ufahamu kabisa kwamba hata wana wa Israeli walipoteseka muda mrefu kule Misri, Mungu alisikia kilio chao, Mungu alisikia maumivu yao, na ndipo akatuma mtumishi wake Musa kwa ajili yao. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba unahitajika hata wewe kutambua kwamba Mungu anaumizwa na tatizo lako kuliko hata wewe mwenyewe unavyoumizwa nalo, kwa sababu amekuumba wewe kwa kusudi maalum, na ndiye aliyekuweka hapa duniani. Kwa hiyo ukweli huu ni wa muhimu sana kufahamu wakati unapomtafuta Mungu katika maisha yako. Andiko jingine linaloendana na hili ni katika Petro wa kwanza mlango wa 2 mstari wa 24. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mliponywa. Hili ni andiko la muhimu sana la kutuonyesha kwamba Bwana Yesu amepigwa kwa ajili yetu. Hatupaswi kuendelea kupigwa tena. Amekuwa tayari kupata mapigo ya aina nyingi kwa niaba ya mateso yako, kwa niaba ya magonjwa yako, kwa niaba ya shida zote unazopitia. Kwa hiyo hakuna sababu ya wewe kuendelea kuteseka wakati ambapo yeye amepigwa ili wewe uponywe. Amebeba umaskini wako, amebeba mateso yako, kwa hiyo upaswi kuendelea na utumwa huo. Kwa hiyo napenda ili uelewe kabisa kwamba Yesu ameteseka kwa ajili yako ili wewe uwe huru, ili wewe ukombolewe. Haiwezekani Yesu ateseke alafu na wewe tena uendelee kuteseka leo wakati ameteseka kwa niaba yako au badala yako.
Jambo la pili, tambua unalopaswa kufanya bila kumwachia Mungu wala kujitetea. Mstari wa 39 anasema Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Ukiusoma mstari utaona kwamba pamoja na kwamba Bwana Yesu alitaka kutenda muujiza pale, lakini alitaka watimize nao jukumu lao. Walipaswa kufanya kitu fulani, kile wanachokiweza. Haikuwa kazi ya Yesu kuliondoa jiwe, kwa sababu hicho ni kitu ambacho wanakiweza. Kwa hiyo Yesu akamwambia, liondoeni jiwe. Kwa hiyo hata wewe katika maisha yako unatakiwa kutambua jambo ambalo unapaswa kulifanya wewe ili kusababisha muujiza, ili usije ukamwachia Mungu hata yale ambayo wewe una uwezo wa kuyafanya na ni wajibu wako wa kuyafanya. Na ndipo Martha akajitetea, akaendelea kusema kwamba Bwana ananuka sasa, kwamba hatupaswi hata kuondoa hili jiwe, atakuwa ananuka sasa. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukajitetea mpaka ukazizoea shida zako, na tuna tabia watu wengi kusema namuachia Mungu. Lakini lazima tuzingatie kwamba Mungu naye alishatupa majukumu, kuna mambo ametuachia kuyafanya. Kwa hiyo kuendelea kumwachia Mungu ni kusababisha kuchelewesha majibu yako, wakati Mungu tayari na yeye anakutegemea wewe, anakusubiri uondoe jiwe ili kwamba Mungu aweze kufanya kitu katika maisha yako. Wafalme wa pili mlango wa 4 mstari wa 2 anasema, Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Huyu ni mwanamke ambaye alifiwa na mume wake, na akawa mume wake alikufa na madeni makubwa sana. Na katika madeni yale alilazimu kwamba watoto wake wawili wauzwe, ndipo iwe ni gharama ya kulipia deni lile. Mwanamke huyu akamwendea mtumishi wa Mungu, nabii wa Bwana. Nabii wa Bwana alipotaka kumsaidia alimuuliza kwanza, nikufanyie nini? Lakini pia katika chochote unachotaka kufanyiwa, una kitu gani nyumbani? Yule mjakazi akamwambia mtumishi wa Bwana, sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Ukisoma habari hii kwa kina zaidi utaona ikielezea kwamba mwanamke yule alipokea muujiza kupitia kitu fulani alichokuwa nacho. Chupa ya mafuta ndio ilifanyika muujiza. Mtumishi wa Mungu aliitumia ile kusababisha muujiza mkubwa. Nakumbuka hata Musa aliambiwa, una nini mkononi mwako? Kwa hiyo ni muhimu katika maisha yako kutambua ulicho nacho ambacho Mungu atakitumia kufanya mambo makubwa katika maisha yako, kwa sababu mwenye kitu anaongezewa, lakini asiye na kitu hata kile anachodhani anacho ananyang'anywa. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua kwamba unapaswa kufanya nini katika maisha yako badala ya kumwachia Mungu kwa kila kitu. Jambo la tatu, chukua hatua ya imani. Uwe na imani itendayo kazi. Tunalipata katika mstari wa 40 na 41. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Andiko hili linatufundisha kwamba walipoambiwa liondoeni jiwe, walichukua hatua ya imani. Walifanya kitu fulani, imani yao waliitekeleza, ikawa imani inayotenda kazi. Kwa hiyo Yesu akamwambia, lakini sikuambia kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa hiyo kuamini sio kusema, kuamini sio kutamka tu. Kuamini ni kuchukua hatua ya kile ulichoagizwa kufanya. Na ndio maana walipoagizwa liondoeni lile jiwe, walipokubali kuliondoa, hapo ndipo palionyesha wanaamini. Unapokuwa uchukue hatua yoyote ya imani, mkono wako umeumwa muda mrefu na hujaribu kuunyoosha kwa imani, hutufanye chochote. Na ndio maana ule mlemavu ambaye mtumishi wa Mungu Petro alimuombea pale hekaluni, alimnyanyua juu akamsaidia asimame, vifundo vyake vilitiwa nguvu pale alipomsaidia sasa kwamba achukue hatua fulani. Usipochukua hatua utajua umeponywa. Usipochukua hatua fulani katika maisha yako, hutajua kwamba Bwana ametenda muujiza. Kwa lazima utambue hatua ya imani unayopaswa kuichukua ili kwamba Bwana aone kwamba umeamini. Kwamba kama kweli unaamini mpaka umeamua kuondoa jiwe, maana yake umekuwa tayari kwamba Bwana Yesu, naamini unaweza kumfufua huyu mtu hata kama ananuka sasa. Hata kama tatizo lako ni kubwa, limepitiliza kama unavyoliona, kiasi ambacho ni sawa na mtu aliyekufa ambaye amekaa kaburini kwa siku 4. Na unapoondoa jiwe, inaonyesha dhahiri kabisa kwamba umeamini kwamba Bwana anaweza kutenda muujiza. Lakini unapoendelea kutokufanya chochote, unamfanya Bwana aone kabisa kwamba imani yako ni ya maneno tu na sio imani itendayo kazi. Lakini pia tunaposoma Yakobo 2:17-19 anasema, vivyo hivyo na imani isipokuwa na matendo imekufa nafsini mwake. Lakini mtu atasema, wewe unayo imani nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako pasipo matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo yangu. Wewe waamini ya kuwa Mungu ni mmoja, watenda vema. Mashetani nao waamini na kutetemeka. Andiko hili pia linaendelea kututhibitishia na kuongeza uzito kwamba imani ambayo haijafuatana na matendo imekufa nafsini mwake. Kwa sababu mtu kama anakuambia ana imani,
lakini hawezi kuonyesha matendo yoyote yanayoambatana na yale anayoyasema. Hiyo inakuwa sio imani, na unakuwa hakuna tofauti kubwa na shetani. Shetani anaamini kabisa kiasi kwamba hata anatetemeka. Wengi wetu tumekemea mapepo, tukaona jinsi ambavyo shetani anatetemeka, lakini mpaka leo hajaweza kumtii Mungu, hawezi kumtii Mungu ingawaje anatetemeka. Kwa unaweza ukawa na imani kwa kuongea, imani kwa kusema, imani kwa kutamka, imani kwa kuelezea na kusimulia, lakini kama hutachukua hatua yoyote, unakuwa una tofauti na shetani ambaye siku zote anaamini Yesu ni Bwana, anavyomuona, anavyotenda kazi zake, lakini hayuko tayari kuchukua hatua yoyote ya kumtii. Kwa lazima uelewe kwamba mashetani nao wanaamini na kutetemeka, lakini hawana matendo yanayoambatana na maneno yao au na imani yao. Marko 11 pia mstari wa 21 hadi 24 anasema, Petro akakumbuka habari yake akamwambia, Rabi, tazama mtini uliolaani umenyauka. Yesu akajibu akamwambia, mwaminini Mungu. Amin nawaambia, yeyote atakayeuambia mlima huu ng'oka ukatupwe baharini, wala asione shaka moyoni mwake, ila aamini kwamba hayo asemayo yametukia, yatakuwa yake. Kwa sababu hiyo nawaambia, yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Kwa hiyo andiko hili pia linatufundisha kwamba siku moja Bwana Yesu aliulaani mtini wakati yuko na wanafunzi wake njiani, lakini wanafunzi wake hawakujua chochote kilichofanyika mpaka walipokuwa wanarudi na kuona ule mtini kwamba umenyauka. Ndipo wakaamini kwamba Yesu alivyotamka pale kuna kitu kilifanyika. Inawezekana hata wewe tunaweza tukaomba kwa ajili yako na tukatamka maneno na ukahisi kabisa kwamba umeponywa, lakini kwa sababu kesho yake unaendelea kuona kama dalili zile zipo, unaendelea kurudi nyuma na kuona kama hujapona. Huu mtini ulishanyauka kwenye mizizi yake, ulishakaushwa na Bwana Yesu kwenye mizizi, lakini majani yalichukua siku kadhaa mpaka kuonyesha nayo kwamba sasa yamenyauka. Kwa hiyo inawezekana hata ukapata tatizo, ukawa na tatizo katika maisha yako ambalo mzizi wake kwa maombi tunayoomba umeshakaushwa kabisa, ila majani bado hayajaonyesha dalili zake. Unachopaswa kuelewa kile ambacho uhakika unaosikia kwamba Mungu ametenda, uendelee kukiri kwamba Bwana amefanya. Kwa sababu hao wanafunzi wake walipomwambia Bwana Yesu, Bwana Yesu, angalia ule mtini umenyauka, wakidhani hata Yesu atashangaa. Yesu akawaambia, muaminini Mungu, au kwa lugha nyingine, iweni na imani ya kimungu. Kwa sababu imani yenu ni ya kuona, ni imani ya kibinadamu, lakini mngekuwa na imani ya kimungu, pale nilipotamka tu mngetambua kabisa kwamba ni kweli kwamba umenyauka, umekauka ule mti, hauwezi kuwa na uhai tena, na msingekaa hivi mpaka siku ya leo mfanye kuona majani yakiwa yamenyauka. Na ndipo akawaambia kwamba tukiwa na imani tuna uwezo wa kung'oa milima na kuitupa baharini. Unaweza tukasema na milima, na sio kwamba imani ni mpaka uombe tu. Unaweza ukasema na milima, unaweza ukaongea na matatizo yako, unaweza ukayaambia matatizo yako shida, yakasikia na yakatii. Na ndio maana hajasema mtaomba milima ing'oke, amesema mtaiambia milima, mtasema na milima ya matatizo, nayo itang'olewa na itatupwa baharini, ili mradi ndani ya moyo pasiwe na mashaka yoyote. Hatujaribishi, upasi kujaribu kwamba hebu nijaribu kwamba Bwana atatenda. Bwana hataki kujaribisha, anataka upate uhakika moyoni, assurance katika moyo wako kwamba Mungu anaweza na kwamba Mungu anatenda. Anasema lakini akiamini kwamba hayo asemayo yametukia, yani anaona kama yameshafanyika tayari, hata kama kwa macho ya nyama yanakuwa kama bado yanaonekana. Anasema akifanya hivyo yatakuwa yake. Kwa hiyo Yesu anatuambia yoyote myaombayo mkisali, aminini ya kwamba mnayapokea, nayo yatakuwa yenu. Na ndio sababu ya kukupa ujumbe huu, kwa sababu unaweza ukakuta ni mtu ambao unapenda sana kuombewa, lakini huna imani ya kimungu. Ni mpaka uone matokeo dhahiri ya wazi ya kibinadamu ndipo uone kwamba Bwana ametenda. Nataka kukuandaa vizuri ili uelewe kile ambacho Bwana ameshafanya na kwamba ameshaua kile ambacho ndio chanzo cha matatizo yako. Jambo jingine, hakikisha Yesu ananufaika na majibu yako. Mstari wa 42 anasema, nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote, lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Tunaona Bwana Yesu hapa akizungumza kitu cha msingi sana, kwamba najua siku zote Baba yangu unanisikia siku zote, lakini hili jambo limefanyika hapa kwa ajili ya watu hawa. Lengo la muujiza huu ni watu hawa wasadiki kwamba umenituma kwa kazi yako. Kwa lipo kusudi, sio tu kwamba ni muujiza unatendeka kwa ajili ya watu tu kufufuka kama maonyesho. Na ndio maana kuna watu wamejaribu wakati mwingine kutaka mtu fulani aliyekufa wamfufue, na wakajikuta wakiaibika, kwa sababu Bwana Yesu hakuwa anafanya kama maonyesho, bali alichofanya ni kwa sababu lipo kusudi maalum. Na ndio maana hapa tunaona akisema wazi kwamba ninafanya hili kwa ajili ya watu hawa watambue utume wangu, watambue huduma ulionipa kwa ajili yao, watambue kwamba iko nguvu ya ufufuo na mimi ndio ufufuo na uzima. Kwa haya yananitambulisha katika jamii hii ipate kutambua.
Luka 8 mstari wa 2 na 3 anasema, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, nao ni Mariamu aitwa Magdalene aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode, na Suzana na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Tunaona watu hapa ambao wametajwa kwamba wameamua wajitoe wawe ni wafadhili wa huduma ya Bwana Yesu kwa sababu ya mambo waliotendewa. Biblia inataja mpaka hata idadi ya mapepo ambayo mmojawapo alikuwa nayo. Anasema watu waliokuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa, wakaamua kabisa kwamba sasa wamtumikie Yesu Kristo. Limekuwa ni jambo la kawaida watu wengi kutendewa miujiza, kuponywa, lakini baada ya pale hakuna kazi ya Mungu wote wanayofanya, hakuna kitu cha maana wanachofanya kwa ajili ya Bwana, na hivyo wanampa shetani nafasi katika maisha yao. Lakini wako watu walipoona wamefunguliwa, walipoona wameponywa, wakasema hatutabaki kuwa waumini wa kawaida. Tutakwenda kuingia katika kazi ya Bwana na kutumika kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na watu hao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7, Yohana mkewe Kuza wakili wake Herode, na Suzana. Watu hawa na wengine wengi wakaamua wamhudumie Bwana kwa mali zao, hata kama hawana karama za kuponya, kufundisha, kutumika huku na kule. Kwa hiyo ndio maana ninasema ni vizuri Bwana Yesu aone kwamba atanufaika nini na majibu yako. Na ndio maana hapa alikuwa anamwambia Mungu Baba yake kwamba ninapoomba hili lina manufaa gani? Manufaa ya Lazaro kufufuliwa ni nini? Ni nini maana ya kufufuliwa kwake? Litasaidia nini tukio hili? Na ndipo akaeleza kwamba tukio hili litasababisha wanitambue kwamba umenituma. Kwa hiyo yako mambo ya msingi ambayo unapaswa ufahamu kwamba Mungu anapofanya kitu anahitaji kunufaika na kile ambacho wamefanya katika maisha yako, ili uendelee kutangaza ufalme wake na kuwajulisha wengine matendo makuu ya Mungu aliyokutendea. Lakini pia jambo la 5, tambua kwamba sauti ya Yesu inaweza kukutoa kaburini au gerezani. Mstari wa 43 anasema, naye akiisha kusema hayo akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Kwa hiyo tunaona kwamba baada ya Bwana Yesu kuona kwamba hatua zimechukuliwa, jiwe limeondolewa, Bwana Yesu sasa akatamka kwa sauti kubwa, Lazaro, njoo huku nje. Tambua kwamba sauti ya Yesu inaweza kukutoa katika kaburi au gereza. Kama sauti ya Yesu iliweza kumtoa maiti ambaye ananuka, aliyekaa siku 4 katika kaburi, sauti ya Bwana Yesu ikapenya mpaka maiti ile ikasikia. Inawezekana matatizo yako yakaisikia sauti ya Yesu Kristo na yakaweza kutii na kusalimu amri. Isaya 42 mstari wa 22 anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Tunaona ujumbe huu wa muhimu sana unaoonyesha jinsi ambavyo kuna watu wanatembea duniani leo, kuna watu wanaabudu leo, lakini wameibiwa, lakini wametekwa. Kutekwa huku hakuna tofauti na kile ambacho duniani wanaita misukule. Watu ambao wanatembea wakifanya kazi za watu wengine, lakini wakifanya kazi zao haziendi. Kuna watu wanaweza wakauza duka la mtu. Kuna watu wanaweza wakafanya kazi za watu na miradi ya watu wakaisimamia, ikaenda vizuri. Lakini wanapojaribu kufanya ya kwao haiendi. Hawa watu wamefanywa mateka. Hawa watu wameibiwa kitu fulani katika maisha yao. Anasema wote hawa wamenaswa. Kuna watu leo wanatembea barabarani, lakini wako kwenye mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo. Hakuna ambaye anawasaidia, lakini anasema kinachotakiwa kufanyika hapa ni kuwarudisha hawa watu. Ni kusema kama alivyosema Bwana Yesu, Lazaro, njoo huku nje. Kuna watu tunahitajika kuwatoa kwenye mashimo hayo, kuwatoa katika magereza hayo ili wawe huru, kwa sababu sauti ya Bwana Yesu inaweza kupenya mpaka kwenye matatizo yako na kukufanya uweze kukutana na nguvu za Mungu katika maisha yako. Lakini jambo la 6, tafuta kuwa huru kweli kweli. Tafuta kupata ukombozi kamili. Mstari wa 44 anasema, akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake amefungwa leso. Na Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Tunaona kitu cha msingi hapa. Bwana Yesu alipomfufua Lazaro, haikuwa kazi yake kumbadilisha, kumtoa ile sanda miguuni na mikononi. Haikuwa kazi yake kuondoa ile leso. Ilikuwa ni kazi sasa ya watu wengine kuendelea kumsaidia. Sasa asiendelee kutembea kama marehemu, asiendelee kukimbiwa, asije akakimbiwa na watu, kwa sababu bado anaonekana kama mtu aliyekufa. Mbadilisheni sasa, mfungueni, mvalisheni mavazi mengine yanayomuonyesha kwamba ni mtu aliyekombolewa. Sasa mkamwache aende zake. Tunachojifunza hapa ni nini?
unaweza ukafufuliwa, unaweza tatizo lako likashughulikiwa kwa imani na ukawa uko huru. Lakini unachohitajika katika maisha yako, unahitajika sasa utafute ukombozi kamili. Tafuta kuondolewa sanda, tafuta kusaidiwa ili kwamba usiendelee kutembea kama maiti ambayo imevaa sanda bado. Uondolewe sanda na leso, uondolewe sura ya kufa, uondolewe sura ya kutembea na magonjwa, uondolewe harufu ya magonjwa katika maisha yako, uondolewe harufu ya umaskini ambayo ilikuwa haina kibali, hata uwezi kutoa wazo kwenye jamii ukasikilizwa, maana unaonekana huna maana. Harufu ile lazima iondolewe. Ndio maana tunasema kama Bwana ameshaanza mchakato, ni vizuri kuondolewa sasa, kukombolewa, utolewe sasa katika hali hiyo, ufunguliwe, uwe released, uachiliwe sasa. Ni kipindi cha kuachiliwa, uwe huru ili uweze kufanya yale ambayo unataka kufanya kwa ajili yako na kwa ajili ya Bwana. Marko 8 mstari wa 23 hadi 25 anasema, akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji, akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Ujumbe huu niliwahi kueleza pia hata kipindi nilipoanza kuelezea maono yangu ya mwaka huu kwa ajili ya maombezi. Nilieleza kwamba ni muhimu sana katika maisha yako kuelezea maendeleo ya hatua mbalimbali baada ya maombi kufanyika, baada ya hatua hizo kuchukuliwa. Hebu fikiria, Yesu aliweza kuletewa mtu ambaye ni kipofu, lakini Yesu na uwezo wake wote akamchukua huyo mtu, amemshika mkono, ni kipofu, anatembea. Hebu fikiria ungekutana na Yesu leo, amemshika mtu ni kipofu, anatembea naye, na ule kipofu macho yake yako vile vile, ili uelewe jinsi ambavyo Bwana ana njia nyingi za kutenda kazi. Ungeshangaa pengine. Kwa sio kwamba wakati wote Bwana Yesu alifanya tu hapo kwa hapo. Akamtoa nje ya kijiji, hatujui ni umbali gani alitembea naye huyo mtu akiwa bado kipofu. Baadaye akamtemea mate ya macho, baadaye akamwekea mikono yake, halafu tena akamuuliza, waona kitu? Bwana Yesu anajua yote, lakini nataka wewe uone unajitambua kiasi gani. Unatambua kiasi gani mabadiliko yanayoendelea kwenye mwili wako, mabadiliko yanayoendelea kwenye nyumba yako, mabadiliko yanayoendelea kwenye kazi yako. Unatambua kiasi gani maendeleo yoyote ambayo unafuu wote na jambo jipya linalofanyika katika maisha yako. Waona kitu? Akatazama juu yule ndugu, akasema, naona watu kama miti inakwenda, na unaona maruerue fulani, sijafunguliwa vizuri, lakini nina unafuu fulani, sio kama vile nilivyokuwa mwanzo. Yesu aliposikia maelezo ya kuonyesha maendeleo, akaweka tena mikono yake juu ya macho yake. Yule ndugu akakaza macho ili kwamba aendelee, naye anajitahidi kufanya chochote anachoweza. Alipokaza macho, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Kwa hiyo inawezekana wakati mwingine ukazuia wewe kupokea muujiza kamili, ukawa ni matatizo yako hayakamiliki, hayaishi vizuri, kwa sababu huchukui hatua ya kujieleza, huchukui hatua ya kuona maendeleo yako, hatua zinazoendelea. Bado unaona mimi bado, unalalamika tu. Akatazama sana, na unahitajika uendelee kuchukua hatua ya imani kwamba naona mafanikio mbele yangu, naona maendeleo, naona Mungu akifanya kitu chochote unachokiona kinachoonyesha mtazamo chanya wa maisha yako, maendeleo chanya ya maisha yako, kile kitu unahitajika katika maisha yako kukitambua, na hicho kitaongeza nguvu ya kusababisha Mungu afanye kitu kikubwa zaidi. Kwa hiyo alipochukua hiyo hatua hiyo, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Kwa hiyo hata wewe tunatumaini kabisa utaona vyote waziwazi. Mungu anakwenda kuleta majibu kamili katika maisha yako. Kwa hiyo nitakwenda kuomba pamoja na wewe, lakini nahitaji tunapoomba maombi haya urudie nyuma yangu, kisha tuombe pamoja. Kwa sababu nimesema mimi nisingependa kwamba uwe ni mtu ambaye unaombewa umenyamaza tu, unawaza mambo mengine. Na wewe husika, maana ili tatizo ni la kwako. Iliwe kama ilivyo kwenye msiba. Mtu akiwa kwenye msiba, hata kama hajui kulia, atajua kulia tu, kwa sababu anaguswa kwenye moyo, mpaka anakuwa hata ana aibu ya kujirusha, hata kufanya chochote mbele za watu, kwa sababu ni jambo limegusa mahali ambapo hahitaji kuonyesha heshima, hahitaji kuonyesha ustaarabu tena. Kwa hata wewe una sababu ya kuonyesha ustaarabu katika tatizo lako lililokutesa kwa muda mrefu. Unahitajika sasa kufanya kitu ambacho kinaonyesha kwamba na wewe pia umechoshwa, unafanya chochote ambacho unaweza kufanya kwa ajili ya kufunguliwa kwako. Sema, Bwana Yesu, najua ulipigwa kwa ajili yangu, hivyo nakataa kupigwa na shetani kwa namna yoyote, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Angalia ndugu huyu ambaye amerudia sala hii pamoja nami, akitamka kwamba Bwana, ulipigwa kwa ajili yake, uliteseka Bwana Yesu kwa ajili yake, na hivyo haiwezekani akaendelea naye kupigwa.
wakati kazi ulishaimaliza pale msalabani na ukasema imekwisha? Inakuweje yeye anaendelea kuteseka kana kwamba hukufa msalabani? Yesu umemaliza yote pale msalabani na umesema imekwisha. Hivyo katika jina la Yesu Kristo, wakati ndugu huyu anapokataa kupigwa, kuendelea kupigwa wakati umepigwa kwa ajili yake, ni kwa sababu ya ujinga wa kutokufahamu kwamba tayari hayo uliyamaliza pale msalabani. Katika jina la Yesu Kristo, naomba neema yako ya kipekee na uzima wako ukaonekane juu ya maisha yake, kwa sababu amelitambua hili na amekuwa tayari kukataa kwa maombi haya kwamba hauwezi kuendelea kuteswa na shetani kwa kazi ambazo zilishamalizika pale msalabani, na ukatamka kwamba imekwisha katika jina la Yesu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, niwezeshe kutambua jiwe linalozuia na kuchelewesha majibu yangu na jinsi ya kuliondoa. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, msaidie huyu ndugu aweze kutambua jiwe linalozuia na kuchelewesha majibu yake. Liko jambo ambalo linazuia, pengine ni kutokusamehe baba yake, pengine ni kutomsamehe mume wake, pengine ni kutokuchukua hatua mbalimbali ambazo alipaswa kuchukua katika maisha yake, kurudisha fedha za watu ambazo alizichukua, na ana uwezo wa kufanya hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, wezesha watu wako Bwana kutambua ni kitu gani ambacho kinazuia, ni kikwazo gani kinazuia katika kujibiwa maombi yake, ili Mungu wa mbingu na nchi aweze kukutana na muujiza wake. Lakini pia atambue jinsi ya kukiondoa kitu hicho, kikwazo hicho kilichosimama mbele yake, kinachoimba wakati wote, kinachomfanya shetani awe mshitaki siku zote mbele zako, kwamba huyu huwezi kumjibu kwa sababu amenifanyia hili la 1 na 2 na 3. Katika jina la Yesu, msaidie kutambua na kuondoa kikwazo hicho na uchungu huo ulioko katika moyo wake ambao unazuia muujiza katika maisha yake, ili aweze kuondokana na tatizo hili ambalo linamtesa kwa muda mrefu na anahitaji mkono wa Bwana. Asante Mungu mwaminifu, maana utatenda hivyo kwa jina la Yesu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, niwezeshe kuchukua hatua ya imani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Angalia ndugu huyu anahitajika Bwana msaada kutoka kwako, aweze kuchukua hatua ya imani. Mara nyingi amekuwa ni mtu wa kutamka tu kwa maneno, anaonyesha imani yake kwa maneno na kusimulia, lakini sasa tunahitaji aweze kuchukua hatua ya imani inayoonyesha kwamba kweli ameamini kwamba unaweza. Pengine hana sifa za kutosha, lakini anasikia moyoni kwamba aende kwenye ofisi fulani akaombe kazi pale. Anapaswa kuchukua hatua hiyo bila kuangalia uwezo wake, bali angalie kile ambacho Mungu unasema naye. Achukue hatua ya imani kuliko kukaa tu nyumbani na kufikiri kwamba Mungu utatenda. Maana Mungu unapotenda muujiza na ahadi yoyote ile, ni lazima unapatana na watu kukutana nao mahali. Na ndio maana mitume aliwaambia kwamba waombe wawepo Yerusalemu, na ndipo ambako utawashushia Roho Mtakatifu. Hakuna aliyesubiria Galilaya nyumbani kwake, wote walienda Yerusalemu wakasubiria mahali sahihi. Hivyo Mungu utakwenda kuwasaidia watu wako kuchukua hatua ya imani, ili Mungu asije akafikiri hajaponywa kumbe ameshaponywa kitambo. Asije akafanana na kuku ambaye alifungwa muda mrefu na kamba na sasa anafunguliwa na bado anaendelea kubaki pale pale, hajui kamba ilishakatwa kitambo. Wasaidie watu wako kutambua pale ambapo umefanya kitu tayari katika maisha yao, wachukue hatua ya imani. Sema, Bwana Yesu, nifundishe jinsi ya kuwa na manufaa kwako unapojibu maombi yangu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kuna mambo mengi ambayo unayafanya, lakini unayafanya kwa malengo maalum. Na inawezekana kwamba wakati mwingine umetenda muujiza juu ya watu wako ukifikiri watatangaza matendo yako makuu, lakini wamejificha wala hawaelezi chochote. Na inawezekana ndio maana wengine wameshindwa kupokea miujiza halisi katika maisha yao, maana hunufaiki chochote kwa kuwatendea mambo makuu. Kuna watu walilia mbele zako kwa muda mrefu wapate kazi. Kuna watu walilia muda mrefu ili wapate majibu ya maombi yao, lakini walipopata mtoto, walipopata kuolewa na kuoa, wamesahau kabisa waliomba nini. Na ndio maana Mungu nataka sasa watu wako tunaowaombea tuwakumbushe umuhimu wa kunufaika, wewe unufaike na kile ulichowafanyia, ili uwe kama wale wanawake walioamua kumtumikia Bwana Yesu kwa mali zao. Kaonekane Mungu wa mbingu na nchi kuwasaidia watu wako, ili unufaike na maisha yao baada ya kufanya mambo makubwa katika maisha yao kwa ajili ya jina lako kuu. Sema, Bwana Yesu, nitoe kwenye mashimo na makaburi ili niwe hai na kufurahia maisha. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu akutoe sasa katika mashimo na makaburi hayo ambayo umewekwa muda mrefu, na hata ndoto zako zinathibitisha kwamba uko ndani ya makaburi. Unaoteshwa ndoto uko kwenye makaburi, unakimbizwa na wanyama, unakimbizwa na watu usiowajua, unalaliwa na vitu vizito usivyojua ni vitu gani usiku, unabakwa hata ukiwa umelala.
kwa jina la Yesu Kristo, na kutoa kwenye mashimo na makaburi hayo, ili uwe hai na kufurahia maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Waliokuchukua mateka wakuachie sasa. Madhabahu hiyo naibomoa na kuharibu kwa jina la Yesu. Na vunja madhabahu hiyo na maagano hiyo iliyokushikilia, ili uwe huru sasa, ili uwe huru sasa na kumuona Mungu akitenda kazi katika maisha yako. Wewe sio mtu wa kuendelea kuteswa na majinamizi. Wewe sio mtu wa kuendelea kuteswa na shetani usiku na mchana. Yuko Mungu aponyaye, na Mungu anasema mimi ni Mungu wako nikuponyaye. Mungu kafanye kitu juu ya watu wako katika jina la Yesu aliye hai. Sema, Bwana Yesu, nipe uhuru kamili katika maisha yangu. Nisiishi kama mgeni katika nchi yangu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, na kuomba Mungu kampe uhuru kamili ndugu huyu ambaye kwa muda mrefu anakuwa kama mtu aliyepokea majibu nusu, amepokea partial healing, na kusihi Mungu katika jina la Yesu apate ukombozi kamili sasa. Asiendelee kuishi kama mgeni katika nchi yake mwenyewe. Roho yoyote ambayo inamfanya asiwe kamili, asifunguliwe, akafunguliwe sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Asiwe ni mtu wa kuteseka kila siku. Asiwe ni mtu wa kuzoeleka kwa matatizo yake hata kanisani na kwenye jamii, kwamba huu ni kawaida yake akiombewa na matatizo haya. Huu ni kawaida yake ana shida hizi. Ni wakati wa kufunguliwa sasa, awe huru na yeye, akatangaze wema wako na ukuu wako kwa watu wengine, akawalete wengine kwako waweze kufunguliwa nao. Sio mtu wa kuendelea kuzoeleka kwamba ndio kawaida yake, huku anaendelea kuimba kwaya, huku anaendelea kutumika, anaendelea kuteswa na dhambi ile miaka kwa miaka. Apokee uhuru kamili kwa jina la Yesu. Pokea uhuru kamili, pokea uzima kamili, funguka ili uweze kufanya yale ambayo Bwana amekusudia katika maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Ninapenda kukusisitiza wewe ambaye nimekuombea kwamba unapoombewa Biblia inasema umkumbushe Mungu. Isaya 43 mstari wa 26 anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Kwa hiyo sio kwamba Mungu ni msahaulifu, lakini jambo ambalo unamkumbusha linaonyesha kwamba linakugusa. Unajua hata mtoto kama wakati wote anakumbusha, mama uliniahidi ile pesa fulani, mama anafika mahali anampatia pesa yake. Kwa hiyo napenda na ufahamu kwamba unapokumbusha inaonyesha jambo hilo jinsi ambavyo ni la muhimu kwako. Lakini ukiona unaomba au unaombewa na unasahau kwamba uliomba nini, maana yake umefuata mkumbo tu kama watu wengine. Mungu anasema na anataka mhojiane. Jieleze kwa Mungu vizuri. Mungu aone sababu. Mungu aguswe na sababu zako za msingi mnapohojiana za kutenda muujiza katika maisha yako. Anasema eleza mambo yako, usifiche chochote. Jiweke wazi, jiweke uchi kwa Bwana, maana anakujua vyema. Anakujua, ndiye alikuumba, huwezi kumficha chochote. Jieleze kwake jambo lolote linalokutesa. Huna sababu ya kuficha matatizo fulani ili uonekane barabarani, uonekane ukiabudu kwamba ni mzima wakati unateswa na shetani, wakati unajijua unavyosumbuka katika maisha yako. Jiweke wazi kwa Bwana ili Mungu aweze kukuweka wazi na kukufungua katika maisha yako ili uweze kupewa haki yako. Haki yako inahitaji umkumbushe Bwana, inahitaji uhojiane na yeye, inahitaji ueleze mambo yako. Isaya 62 mstari wa 7, wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kufanya kuwa sifa duniani. Usimwache Mungu akae kimya. Msumbue Mungu katika jambo hilo. Acha kuomba mambo mengi kwa wakati mmoja. Omba twende na hilo jambo moja mpaka muujiza ufanyike. Maana ukitendewa hilo litaongeza imani yako kwa yale mengine. Lakini ukiomba na kuacha mambo mengi inaonyesha kwamba huna uhakika, unajaribisha kwa Bwana. Msimwache akae kimya. Msumbue mpaka afanye kitu. Hata mwanadamu wa kawaida kama utaenda kumuomba kila siku, unakuja kumuomba hili hajakupa, unamuomba jingine, hata wewe unaweza ukamfukuza kwamba umeniomba chumvi, sijakupa, unaniomba sukari, sijakupa, unaniomba sufuria. Mungu anataka uende na hilo sasa ili ufunguliwe, ili ujue kama anasikia maombi yako. Wala msimuache akae kimya mpaka atakapofanya kitu, mpaka atakapokujibu maombi yako na kukufanya wewe una heshima, wewe una sifa, uwe katika mazingira ambayo unaonyesha hata ukimtangaza Bwana kwamba una sifa zinazoendana na kile unachokisema. Ninakushauri pia usikilize mara kwa mara ujumbe na maombezi haya ukiwa katika utulivu ili kukuza imani yako. Usisikilize mara moja tu. Jitahidi kudownload ujumbe huu pia kwa yule ambaye utakuwa umerekodiwa katika maisha yake, aweze kusikiliza mara kwa mara ili uweze kuendelea kuona Mungu akisema na wewe mara kwa mara. Usiendelee kuchanganya tu na mambo mbalimbali ambayo mengine hayana maana, yanayoharibu moyo wako. Maana neno la Mungu linasema mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Hivyo unavyoendelea kusikiliza pia mazungumzo mabaya,
yanafuta hata mambo mengine mazuri ambayo Mungu anafanya katika maisha yako. Hebu sikiliza mara kwa mara ili kuipandisha imani yako, ili imani yako ifike mahali ambapo, maana imani yako inatakiwa ikue ili ifike mahali ambapo inakutana na uweza wa Mungu ambaye anatenda mambo makuu. Maana ni kama punje ya haradali inayokuwa na kufika mahali iwe limti likubwa. Kwa imani inayokuwa inafanya mambo makubwa, lakini imani ile ile ya kumwamini Yesu peke yake haitoshi kufanya mambo mengine makubwa zaidi ya kuokolewa. Tunahitaji sasa uamini pia kwamba baada ya kutolewa kwenye dhambi unaweza pia ukapata pesa, unaweza pia ukajibiwa maombi yako katika maeneo mengine ya maisha, ili na hayo pia upokee katika jina la Yesu aliye hai. Warumi 1:17 anasema, kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake toka imani hata imani, kama ilivyoandikwa, mwenye haki ataishi kwa imani. Kwa hiyo tunatoka imani hata imani. Kwa hiyo kuna hatua fulani. Imani ni kitu kinachokuwa. Unaweza ukawa na imani ya kupokea mambo madogo, inatakiwa ikue uweze kupokea mambo makubwa. Lazima imani yako ishabihiane, iendane na yale mambo makubwa unayohitaji kutoka kwa Bwana. Kwa imani yako isipokuwa, hata kama una maombi mengi, unaweza usipokee, kwa sababu Biblia inasema mahali pengine pia kwamba Bwana atakapokuja atakuta imani duniani, hajasema atakuta maombi duniani. Kwa ile imani ndio inakuunganisha network na Mungu, ili uweze sasa maombi yako kuwa na nguvu na kupokea kulingana na kiwango cha imani yako. Kwa imani yako kukua ni jambo la muhimu sana katika maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Wako wahitaji wapya kipindi hiki ambao wamenishirikisha pia maombezi kutoka Kigoma, Dar es Salaam, Arusha, Morogoro na Zanzibar. Kwa hiyo nitakwenda kuomba pia mahitaji haya mapya ambayo nimeyapokea, na ninaamini Mungu kabisa kwamba anakwenda kufanya mambo makubwa katika maisha yao. Yuko ambaye amesema mume wake amekamatwa na roho ya ulevi na uzinzi. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, navunja roho ya uzinzi, roho ya ulevi iliyomkamata ndugu yule kwa jina la Yesu Kristo. Roho ambayo inamsababisha aendelee kuishi maisha ambayo hayafanani na yeye. Roho ambayo inamwaibisha wakati mwingine. Roho ambayo inamfilisi. Roho ambayo inaweza kumsababisha akapata hata magonjwa ya kuambukiza. Roho ambayo inamsababisha hata aweze kutelekeza nyumba yake. Kwa jina la Yesu Kristo, kiu ya dhambi na ikausha kwa jina la Yesu aliye hai. Na ivunja roho ile isiendelee kumtesa tena. Ikuachie kwa jina la Yesu. Imuachie kwa jina la Yesu. Uweza wa Mungu onekane, ili Mungu aweze kutenda kitu katika maisha yake. Nyumba iweze kuwa na amani, nyumba iweze kuwa na furaha, nyumba iweze kuwa na mipango katika jina la Yesu. Roho ile iliyomkamata ninaikausha dhambi ile isimsumbue tena kwa jina la Yesu. Kiu ya pombe ikatoweke, kiu ya uasherati ikatoweke kwa jina la Yesu Kristo. Apokee uzima na kiu ya Mungu na kiu ya kuwa karibu na familia yake, kiu ya kuwa karibu na mke wake kwa jina la Yesu aliye hai. Yuko ambaye baba yake amekamatwa na ushirikina na mama anateswa na magonjwa sugu, katika jina la Yesu Kristo. Roho ya ushirikina ambayo inamfilisi baba yule, roho ya ushirikina ambayo kila kitu anachojaribu kufanya, akikutana na tatizo dogo anafikiri tu ni uchawi, anafikiri tu kuna mkono wa mtu, anafikiri tu kuna mtu amehusika. Kwa jina la Yesu Kristo navunja roho ya ushirikina ambayo inamsumbua katika maisha yake na kuendelea kutegemea nguvu za giza ambazo zina masharti magumu kwenye maisha yake yasiyotekelezeka, ambayo mtu akiyavunja kidogo inagharimu maisha ya familia yake, inagharimu maisha ya nyumba yake. Kwa jina la Yesu Kristo, hakuna sababu ya kuwa mtumwa wa ushirikina. Na yule mama ambaye anateswa na magonjwa sugu, iwe ni ukimwi au ni ugonjwa gani, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu za Mungu zikatembea na kugusa sasa. Ponya Bwana Yesu, gusa maisha yake. Onekana kwa uwezo wako mkuu, maana hakuna jambo lilo gumu usiloliweza. Mpe uzima, mpe matumaini, mpe kukutazama wewe, kukutanguliza wewe, kuamini kwamba hakuna jambo gumu usiloliweza. Gusa maisha yake, maana Mungu unaweza, kwa jina la Yesu aliye hai. Yule ambaye biashara yake imekuwa ikikosa wateja, kwa jina la Yesu navunja roho zote chafu za wachawi waliokamata wateja wako kwa jina la Yesu aliye hai, waliolifunika duka lako, waliofunika biashara yako isionekane, wanaofunika bidhaa zako zionekane ni nyingine wala sio zile unazouza. Kwa jina la Yesu Kristo navunja na kuharibu uchawi wote ulioelekezwa katika biashara yako, ulioelekezwa katika kazi yako, kwa jina la Yesu Kristo. Nguvu yoyote iliyotumwa ya kichawi na iharibu, ikatoweke sasa kwa jina la Yesu. Utando wowote uliowekwa pale ili watu wasikuone wewe unauza kitu hicho, ili watu wasifurahiwe na wewe, ili usiwe na kibali unapouza, kwa jina la Yesu, moto wa Yesu kateketeze uchawi wote ambao umefanyika kwa ajili yako. Uweza wa Mungu kaonekane sasa kuiponya biashara yako ili iweze kuwa na manufaa kwako, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai.
yule ambaye unashindwa kujua mshahara unaishia wapi, katika mazingira gani, kwa jina la Yesu Kristo, nguvu zote za giza zilizoshika pesa zako, roho mbaya, roho za chuma ulete, ambazo zinasababisha uwe kama unayofanyia kazi watu fulani, kwa jina la Yesu Kristo, naita uweza wa Mungu aliye hai, ambaye anaweza kutenda mambo makuu. Maana wako watu wenye kipato kidogo kuliko wewe na wanafanya mambo makubwa, kwa sababu fedha zako zimekamatwa kwa jina la Yesu Kristo. Walaji wasio rasmi wanaoletwa unapopata pesa, walaji wasio rasmi, matatizo yanayojitokeza bila sababu ili kula pesa zako katika ukiwa na mipango mbalimbali, na haribu kwa jina la Yesu aliye hai. Kila vikwazo vinavyosimama na kusababisha fedha zisifanye kitu cha maana, na haribu kwa damu ya Yesu. Uwezo wa Mungu kaonekane, nguvu za Mungu zikaonekane sasa, kuponya fedha yako, pia kuponya maisha yako, kuponya mipango yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila jambo unalofanya halifanikiwi kabisa katika jina la Yesu Kristo. Roho ya kutokufanikiwa, roho ya spirit of retardation and backwardness, ninakemea katika jina la Yesu. Nguvu ambayo siku zote unapiga hatua moja mbele mbili nyuma, ambayo inasababisha maendeleo yasiwe thabiti, kwa jina la Yesu ninaharibu roho hii katika jina la Yesu. Haina nafasi juu ya maisha yako. Kila unalolifanya likaanze sasa kufanikiwa, likachanue sasa. Roho yoyote ya kuwekewa mipaka na adui na haribu kwa jina la Yesu, ili uweze kufanya yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako, ili uweze kufanikiwa na kuona faida, na familia yako ione faida ya kazi unayoifanya katika jina la Yesu aliye hai. Ndoa inataka kuvunjika kwa sababu ya kutopata mtoto kwa miaka 5 katika jina la Yesu Kristo. Nguvu za giza, shetani ambaye siku zote unapenda kuleta vita hizi na majaribu haya ili kusababisha watu watende dhambi, ili kusababisha watu wafike mahali aache mke wake aanze kuishi maisha ya zinaa, ili kusababisha mke naye hata aweze kujinyonga, ili kusababisha mambo mbalimbali unayoyatafuta yatokee, kwa jina la Yesu Kristo. Roho mbaya ambayo inataka kuvunja ndoa hii na haribu kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu za Mungu zikatembee sasa katika mwili mzima. Mapepo walioshika mfumo wa uzazi yaachie sasa kwa jina la Yesu. Uweza wa Mungu uonekane, nguvu za Mungu zionekane sasa, ukitenda kazi Mungu za ajabu katika maisha ya watu wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Maana jina lako lina nguvu, maana jina lako lina uweza. Ninavunja na kuharibu nguvu zozote za giza zilizoshika kwenye ovary na kuzuia ovulation kwa jina la Yesu. Nguvu za Mungu zikapenye katika ovari zako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu zozote za giza zilizoshikilia katika uzazi wako na kusababisha mimba ziharibike, neno la Mungu linasema hakutakuwa na kuharibika mimba. Kwa jina la Yesu navunja roho hiyo ambayo inatenda kazi ya kukatisha tamaa. Kwa jina la Yesu uwezo wa Mungu katembee mwili mzima sasa. Pokea uzima wa mwili mzima, pokea nguvu za Mungu, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo, ili uweze kupata ahadi yako, uweze kupata mtoto kwa jina la Yesu. Maana hakuna jambo gumu Mungu wetu asiloliweza, na heshima yako ikarudi katika jina la Yesu, ambayo imepotea katika ukoo, ambayo imepotea katika familia kwa sababu ya watu kama hao, na ndio maana inaleta msongo katika maisha yako. Pona pia msongo ulio nao, pona sonona ulio nayo kwa jina la Yesu. Bwana akupe uzima, akupe nguvu na matumaini ya kwamba amesikia na amejibu katika jina la Yesu aliye hai. Mwili kukosa nguvu na moyo kukosa amani, kwa jina la Yesu Kristo ninavunja na kuharibu katika jina la Yesu. Nguvu za giza zinazosababisha katika mwili ukose nguvu, moyo ukose amani, mapepo yanayoleta udhaifu katika mwili na haribu kwa jina la Yesu. Huna mamlaka shetani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nguvu za Mungu zikatembee, uwezo wa Mungu katembee sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ili uweze kupata nguvu katika mwili wako. Roho chafu zinazoleta udhaifu, mapepo ya udhaifu ya kuachie kwa jina la Yesu. Uwezo wa Mungu kaonekane na nguvu za Mungu juu yako. Moyo wako uendelee, usikose amani, uwe na amani sasa. Mapepo ya kukatisha tamaa, mapepo yanayofunga moyo wako na kuharibu ili uwe huna amani, na haribu kwa damu ya Yesu. Uweza wa Mungu katende kazi sasa, maana Yesu ni uzima wetu, na Yesu ndiye tumaini letu katika jina la Yesu aliye hai. Nguvu za giza zilizomshikilia mtoto ambaye anaanguka, kwa jina la Yesu uwezo wa Mungu kaonekane sasa. Mtoto yule akapate nguvu sasa katika jina la Yesu. Mapepo yale yakamuachia kwa jina la Yesu. Mapepo ya kifafa, mapepo ya aina yote yaliyotumwa kuharibu future ya mtoto, kwa jina la Yesu Kristo kutana naye na kumpa uzima sasa. Nguvu za Mungu zikaguse mwili mzima kuanzia kichwani hadi miguuni. Apokee uzima, apokee uponyaji, kwa sababu lipo jina la Yesu lenye uweza, na hakuna jambo gumu Mungu wetu usiloliweza katika jina la Yesu aliye
aliye hai. Wewe ambaye ni mjamzito na uko karibu kujifungua, katika jina la Yesu, uzima wa Yesu kaonekane juu yako. Mungu tenda muujiza juu ya mama huyo, akajifungue salama. Mapepo yana mamlaka ambayo yanaleta vita kwenye kujifungua, mapepo ambayo yanaleta vita hata kwenye dakika za mwisho yanafuatilia. Damu ya Yesu ikatende kazi na kumfunika. Uweza wa Mungu na malaika wa Mungu akimzingira mama huyo, akapokea uzima, akaweze kujifungua salama katika jina la Yesu, kwa kuwa wewe ni Bwana mwenye nguvu zote, katika jina la Yesu aliye hai. Nahitaji ufahamu jinsi ya kuutunza uponyaji wako tunapokaribia kumalizia. Katika Luka 11 mstari wa 24 hadi 26. Pepo mchafu amtokapo mtu hupitia mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, nitairudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akiona imefagiwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia na kukaa humo, na mtu yule hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Ningependa kukushirikisha hili kwa sababu kuna watu mbalimbali wakishapokea muujiza wa uponyaji, wakishajibiwa maombi yao, wanafikiri kazi imeisha pale. Hawajui kwamba shetani hafi, shetani anaendelea kufuatilia ili akuhamishe maisha. Kama mtu aliteswa na nguvu fulani za giza na mapepo kwa muda mrefu wa miaka mingi, mapepo yale hata yanapokemoa yakitoka, yana tabia ya kuzunguka kule na yanafika mahali yanasema, tulizoea kukaa kwa mtu fulani kwa muda mrefu, tulikuwa tunapumzika, tumepata raha, tumemzoea. Sasa yale mapepo yanapokemewa, yanapokosa mahali penye mapumziko kama pale mwanzo, yanakuja kujaribu kuangalia kwamba pale yalipotoka pakoje, baada ya mapepo yale kuondoka pameachwa kwenye hali gani. Na yanaporudi na kugundua kwamba yalipotolewa pamefagiwa na kupambwa, hakuna kitu mbadala, hakuna Yesu aliyeingia pale kuchukua nafasi ya kulinda nyumba ile, ya kutawala nyumba ile, Biblia inasema yale mapepo yanaona, huyu sasa, ili asipate nafasi ya kuamka tena, tunachokifanya tukachukue pepo wengine 7 waovu kuliko wao wenyewe, kwa hiyo yenye nguvu ya kumkamata ule mtu ili asinyanyuke tena. Baada ya hapo, hata asipate nafasi ya kwenda kuombewa, hata asipate nafasi ya kwenda kusikia mafundisho kama haya, hata asiweze kuchukua hatua yoyote. Kwa hiyo anafungwa kabisa, anakaa humo. Hali ya mwisho ya mtu yule inakuwa mbaya kuliko ya kwanza. Maneno haya yanatuonyesha kwamba tusiwe wepesi tu kutoa mapepo. Yanatufundisha kwamba nafuu mtu akae na pepo lake moja au mawili kuliko tukayatoa bila yeye kuwa na mkakati maalumu wa maisha yake, ya mwisho yakaja mabaya zaidi, na hali yake mwisho akawa kichao, mwisho akawa taahira kabisa. Kwa hiyo ninachokuambia hapa ni nini? Ni kwamba unapofunguliwa katika maisha yako, ni vizuri kujitahidi kumpa nafasi Yesu atawale maisha yako, ili nguvu ile ambayo imekemewa ikatoka, isije ikaja kwa hasira na ikakugharimu, alafu ukafikiri kwamba ulikuwa hujaponywa. Kumbe uliponywa, Bwana alitenda muujiza katika maisha yako, ila ni wewe kujua jinsi ya kuutunza uponyaji wako. Na kwa sababu hiyo, napenda kwamba nikuongoze sala hii kama unaweza kurudia, na kama unataka Yesu aingie katika moyo wako, kwa sababu Yesu akiingia katika moyo wako sio dini. Yesu sio dini, Yesu sio dhehebu. Yesu ni nafsi ya Mungu ambaye akiingia ndani ya maisha yako atakuelekeza la kufanya na atakusaidia ili vita hizi usitegemee tu kuombewa peke yake, lakini na wewe na nguvu ya kukuwezesha kupambana katika kiwango chako katika maisha yako. Sema, Mungu Baba, ninakuja mbele zako. Ninakushukuru kwamba unanipenda. Umeniweka duniani kwa ajili ya kusudi lako. Nami nimesikia mafundisho haya na nimeshiriki maombezi haya. Ninaomba Bwana uniokoe. Badilisha maisha yangu. Nipe maisha mapya. Nipe amani katika moyo wangu. Nipe ushindi katika maisha yangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Nisajili katika kitabu cha uzima. Niwe kati ya watakatifu wako ambao watakwenda kukaa na wewe milele. Asante Bwana Yesu kwa kuniokoa. Amen. Kama umerudia sala hii kwa imani na umemaanisha kabisa kwamba ukarudia kwa kumaanisha, wewe sasa ni kiumbe kipya na Yesu ametawala maisha yako, nami nitaomba kwa ajili yako. Bwana Yesu, naomba neema yako, muimarishe ndugu huyu, msimamishe, muongoze katika maisha yake, mpe na nguvu zako za Roho Mtakatifu, aweze kusimama katika misukosuko mbalimbali, aweze kupokea uweza wa Mungu katika maisha yake. Usimpungukie wala usimuache, msaidie, auone wema wako na aone akiwa imara katika wewe, akitembea katika nguvu zako. Asante Mungu wa mbingu na nchi, kwa sababu hutampungukia wala kumuacha. Atasimama imara katika imani yake na hata sita, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye unatuimarisha na kututetea watu wako, katika jina la Yesu. Amen. Basi napenda kukushauri pia kwamba
kutaka kusimama vizuri, lazima utambue kina nani ambao nao wamempa Yesu maisha yao kama wewe, ili kwamba waweze kukusaidia, waweze kukushauri, waweze kukuelekeza zaidi yale ambayo mengine ni ya muhimu zaidi, wako karibu na wewe, ili uweze kusimama katika maisha yako, ili usiendelee kuwa mtu wa kuonewa na shetani na kuteswa. Ukutane na watu ambao wengine wana uzoefu zaidi kuweza kusaidia kusimama imara, ili uweze kuona wema wa Mungu kikamilifu na kufurahia wokovu wako. Naamini Mungu atakusaidia katika hayo, kwa kuwa Mungu ni mwaminifu na anakupenda upeo na anakuwazia mawazo ya amani. Mwisho kabisa, nakushauri kwamba ili kwamba uweze kupata mafundisho haya pamoja na mengine ambayo nimeandika, mengine yako kwa njia ya sauti tu, mengine kwa video, mengine kwa maandishi, ni vizuri kufollow ukurasa wangu wa Facebook, ambao kupitia ukurasa huo utasoma makala zingine mbalimbali zaidi ya 200 ambazo zina mafunzo mbalimbali, na nimekuwekea anwani yangu hapo ambao unaweza ukaipata moja kwa moja ukienda Facebook, ili uweze kukusaidia uweze kusoma mambo mengi ya kukuimarisha, ambayo yanaweza kukusaidia usonge mbele na uendelee mbele na imani yako, lakini pia kusaidia kwamba uweze kusimamia maisha yako yasibadilike, kile ulichopokea kiwe cha kudumu katika maisha yako. Lakini pia kuna channel yangu ya YouTube, unaweza ukasubscribe. Hii inakusaidia kwamba kila ninapotuma video yoyote utakuwa unapata taarifa kirahisi na kuweza kutambua kwamba kuna video mpya ambayo imetolewa, iko pale ya kuweza kusikiliza bure kabisa. Naamini Mungu atakusaidia, atakupigania katika maisha yako, na utaweza kutambua ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo napenda tu kukutia moyo kwamba endelea kusimama na Mungu. Tutaendelea kushiriki kufanya maombezi haya mara kwa mara, naendelea kuwajulisha wengine pia, na hili ni somo la muhimu sana la kufanyia kazi, ili tunavyoendelea kuomba tuhakikishe kwamba huu ni mwaka wako wa kupokea majibu dhahiri. Huu ni mwaka wa kupokea majibu dhahiri katika maisha yako, na Mungu anakwenda kufanya hivyo kwa sababu ameahidi katika neno lake. Na ninaamini kwamba ukiwa mwaminifu kwa Mungu na ukiendelea kusimama katika kusudi lako vizuri, Bwana atakwenda kutenda makuu katika maisha yako. Bwana hata kupungukia na wala hata kuacha kabisa. Kwa Mungu akutie nguvu, endelea kusimama. Nitakujulisha wakati mwingine nitakapokuwa na maombi tena kama haya, ili uweze na wewe kujiunganisha na mimi moja kwa moja katika muda huo, ili Mungu aweze kufanya kitu katika maisha yako. Naamini Mungu hata kupungukia wala kukuacha siku zote, katika jina la Yesu. Amen.